Vigwaza oye! CCM oye! Ridhiwani oye! Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa mbunge na waziri, karibu sana Vigwaza, karibu kata Vigwaza. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, kwa mara ya kwanza umekanyaga katika kata yangu leo ya Vigwaza, lakini kwenye kijiji cha Vigwaza. Karibu sana, na nilikuwa na maswali mengi. Wana Vigwaza walikuwa na hamu ya kumjua mwenyekiti wao wa halmashauri. Nina imani leo watakufahamu. Mheshimiwa mkurugenzi, kwa niaba ya mkurugenzi, waheshimiwa wakuu wa idara tuliongozana nao, waheshimiwa wananchi wenzangu kutoka kwenye maeneo mbalimbali, karibuni sana Vigwaza. Kwa majina naitwa Ramadhani Kirumbi, diwani wa kata Vigwaza. Mheshimiwa mbunge, mimi kipekee naomba nitumie nafasi hii kwanza kukishukuru Chama cha Mapinduzi kwa kusimamia na kuongoza mkutano wa uchaguzi na kumaliza salama, na hatimaye kupatikanika mimi kama diwani na wewe kama mbunge na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Mheshimiwa mbunge, kipekee naomba salamu hizi zimfikie Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru kwa kazi kubwa na wewe ya kukusemea kwa kazi ambaye ametufanyia kwa ajili ya ufunguzi wa kituo kile cha afya na vifaa tulivyoweza kuvipata. Mheshimiwa mbunge na waziri, ni kilio cha muda mrefu, tulikuwa tunalia na tuliota ndoto hatuwezi kuwa miongoni mwa watu wenye uwezo wa kuwa na kituo cha afya, lakini leo tumeshuhudia na tutaanza kupata huduma. Hongera sana Mheshimiwa mbunge, tufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia Mheshimiwa mbunge, tukupongeze kwa kazi kubwa uliyoifanya, na Mheshimiwa Rais amekuamini na kukurudisha kwenye baraza lake la mawaziri. Sisi binafsi tunakesha tukikuombea uende ukasimame vizuri kwenye majukumu, ili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waweze kuona utumishi wa mwana Jakaya aliyopo kwenye jimbo la Chalinze nini makusudi yake ya kufanya. Mheshimiwa mbunge, kwa kifupi niseme kata Vigwaza iko salama. Kwa kipindi kichache tu cha Januari tumeweza kupata fedha milioni 40 kwa ajili ya kumalizia zahanati yetu ya Kitonga. Tumepata fedha milioni 25 kwa ajili ya kumaliza madarasa mawili Vigwaza yaliyojengwa kwa muda mrefu. Lakini tumepata fedha mfuko wa jimbo shilingi milioni 4,500,000. Milioni 2,500,000 zimekwenda Sekibwa na milioni 2 zimekwenda shule ya sekondari Vigwaza. Mheshimiwa mbunge, kwa muda mchache huu tumeweza kupata vifaa chungu mzima kwa ajili ya kuthibitisha ufunguzi wa kituo chetu cha afya. Kiukweli tuseme, pamoja na bajeti kubwa tuliyoitenga na fedha nyingi zitakazokuja kuelekeza kwenye kata yangu, lakini kwa muda mchache kwa haya ambayo yaliyopo, Mheshimiwa mbunge, wanachama hawa na wananchi wana imani na chama chetu, lakini wana imani na sisi watumishi wao. Mheshimiwa mbunge, yako mambo nisipoyasema wananchi hawa wataona sikuwagusa. Baada ya kuingia madarakani, nimekaribishwa na migogoro ya wakulima na wafugaji ambayo imeleta taharuki kwenye maeneo mengi ya kata Vigwaza, ikiwemo kwenye eneo letu la ushirika Chauru, ikiwepo Kidogozero, ikiwepo Kitonga na Miro. Na migogoro hii imepelekea watu kutokuwa na imani mpaka na viongozi wao wa serikali. Lakini niwaombe, hakuna jambo liliokuwa na mwanzo likakosa mwisho. Nina imani kwa uwepo wako leo, yako maneno unaweza ukazungumza, wananchi hao wakawa na faraja juu ya migogoro ya wakulima na wafugaji. Lakini Mheshimiwa mbunge, nikuongezee jambo, tunaomba sana ukatusaidie kuimarisha nguvu na jitihada kwenye vituo vyetu vya ulinzi na usalama, ili spidi na maaskari ikiwezekana waongezeke pale tunapokuwa na shida kwenye maeneo yale ya taharuki ya wafugaji na wakulima, tupate watu wetu wa usalama wafike kwa wakati kwa ajili ya kuondoa hiyo taharuki. Kituo chetu kina uhaba wa askari. Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa mbunge ukakae na waziri mwenye dhamana atuongezee askari wa kutosha ili tuweze kuhimili kata yetu hii kwa ajili ya migogoro ya wakulima na wafugaji. Mheshimiwa mbunge, liko jambo la barabara ya Miro Kitonga, kwenye kile kipande kilichobaki kutoka Kitonga kwenda Miro. Mheshimiwa mbunge, ikikupendeza kipande hiki pia naomba ukibebe kakangu uende ukakisemee ili kiweze kufika tamati ya kumalizia, ili njia ya Kitonga Miro iweze kupitika masaa 24 hours hata kipindi cha mvua. Mheshimiwa mbunge, liko jambo la wenzetu wa daraja la Kiloweko, kijiji cha Kwazoka kwenda kule Kivungwi. Ile jambo limekuwa la muda mrefu, ofisi yako taarifa hizi zipo, lakini pia hata kwenye vikao juzi tumezungumza na watu wa TARURA. Mheshimiwa mbunge, kupendeza na ongeze nguvu kama kaka, ili wenzetu wale wapate karabati, ili njia ile iwe inapitika kwa kipindi chote.
Mheshimiwa Mbunge, kwenye swala la miundombinu, tayari juzi tumepokea wakandarasi wa REA kwenye kitongoji chetu cha Kisogo. Nina imani kandarasi yule baada ya kupokelewa ataanza kazi kwa ajili ya kusambaza umeme kwenye kitongoji cha Kisogo, na ilikuwa ni kilio cha muda mrefu. Hata kipindi cha kampeni walisema watatupa kula, lakini wanaomba na wao wameremete. Nina imani tayari jitihada zako zimeanza kuonekana. Mkandarasi kesha ripoti, kazi inaanza. Lakini sambamba na umaliziaji wa vitongoji vyote vilivyobakia ambavyo vina changamoto ya umaliziaji ya ujadilizi kwa ajili ya swala la umeme. Mheshimiwa Mbunge, naomba nimalizie jambo jingine la barabara yetu ya Buyuni. Wako wenzetu, mimi nimewakuta, sifahamu wametokea wapi, lakini wamejenga makaravati mawili kwa ustadi sana, lakini hatua iliyobakia ni kumalizia kuweka kifusi. Wakandarasi wale wameingia mitini, tukihoji tunaambiwa fedha na hatujui wa kumshika nani. Lakini sasa najua wewe una mbawa kubwa kuliko mie, mbawa zako wewe zinafanana na Firdausi. Naomba mbawa zako ziende huko zinakokwenda, ili uweze kutumalizia changamoto ile ya kumalizia kwenye madaraja yale, ili njia zile ziweze kupitika. Vigwaza wewe. Mheshimiwa Mbunge, hayo ni baadhi tu ya changamoto zilizopo kwenye maeneo yetu. Nina imani zilizobaki kama za maji zinaendelea kushughulikiwa na hali imeendelea kutuama. Lakini nikuombe sana, liko jambo la Chauru na wenzetu wale wa mpakani pale Ruvu Darajani na Kipungu na kwa Dhoka. Nina imani Ruvu litolea maneno, lakini na hapa haikupendeza. Mheshimiwa Mbunge, hebu litolee maelekezo watu hawa waende kutulia. Lakini la mwisho, Mheshimiwa Mbunge, nikuombe sana, kijiji hiki ni kijiji kinachokuwa kwa mkakati. Ni aibu sana nikikwambia leo miongoni mwa vijiji havijapimwa ikiwemo na kijiji cha Vigwaza. Mheshimiwa Mbunge, nikuombe sana, na natoka mimi feba yako hapa, ikikupendeza basi tuzungumze na wenzetu wakatafute kabajeti, ili angalau huu mji wa mbele usaidie angalau kupimwa, ili tuingie kwenye mji wa kibiashara na tuingie kwenye mji mkakati. Lakini pia tupunguze migogoro hii ya kugombania mipaka na migogoro mingine, lakini pia tuweze kupata hata njia za mtaa. Mheshimiwa Mbunge, mwisho katika yote ni kukushukuru wewe pamoja na msafara wako na kukutakia ziara njema, lakini nikuombe usichoke kuniangalia sana mimi mwana wa Vigwaza, na haswa diwani wako. Niangalie kwa jicho la pekee, maana ni diwani niliyotelekezwa kwa muda wa miaka 5. Leo nimerudi mimi, niko hapa, naomba unibebe ili wananchi wale wenye kero zao ambao walitelekezwa kwa muda wa miaka 5, kero zile ziishe, ili tusimame vizuri ili mambo yaishe. Mheshimiwa Mbunge, naomba kuwasilisha. Karibu sana Vigwaza.